الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ni tarehe 2 mwezi wa Rabiul Thani mwaka 1447 Hijria, sawa na tarehe 24 ya mwezi wa 9 mwaka 2025 ميلادية. يقول الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله katika kitabu chake hiki Maarijul Qabul بشرح سلم الوصول إلى علم الوصول في التوحيد، قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hatujaumba mbingu na ardhi na vilivyo baina yao kwa batil. Hiyo ni dhana ya waliokufuru. Fawailul lilladhina kafaru minan nar, adhabu kali ya moto ni ya hao waliokufuru. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى أنه ما خلق الخلق عبثا وإنما خلقهم ليعبدوه ويوحدوه. Allah subhanahu wa ta'ala anaelezea kuwa hajaumba viumbe kwa mchezo, isipokuwa amewaumba viumbe hao ili wamwabudu na wampwekeshe yeye katika ibada. Thumma yajma'uhum liyawmil jam'i, kisha atawakusanya siku ya kumkusanyiko. Fayuthibu almuti'a wa yu'adhibu alkafir, atampa thawabu mwenye kumtii na kumwadhibu aliyekufuru. Qala: walaysa al-amru kama yadhunnuhu alladhina kafaru alladhina la yarawna ba'than wala ma'ada. Mambo si kama wanavyodhania hawa makafiri ambao hawaoni kufufuliwa watu, hawaoni kurudishwa watu baada ya kufa. Wa inma ya'taqiduna hadhihi ad-dara faqat, wa wanaitakidi nyumba hii ya dunia peke yake ndiyo nyumba ya mwisho, wakati sivyo. Fawailul lilladhina kafaru minan nar, adhabu kali ya moto ni ya hao makafiri. Ay wailul lahum yawma ma'adihim wa nushurihim minan naril mu'addati lahum, adhabu kali ya moto ni yao hao siku hiyo watu watakaporudishwa na kukusanywa, adhabu ya moto iliyoandaliwa kwao. Hakuna shaka kwamba anayekufuru, anayekanusha kufufuliwa ni kafiri. Anayekanusha watu kufufuliwa baada ya kufa ni kafiri. Anayekanusha kwamba kuna pepo huko au kuna moto, anayekanusha hivyo ni kafiri. Idhan fawailul lilladhina kafaru minan nar. Thumma bayyana ta'ala annahu azza wa jalla min adlihi wa hikmatihi la yusawi baina almu'minina walkafirin. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akaweka wazi kwa sababu ya uadilifu wake na hikma yake kuwa sio sawa baina ya waumini na makafiri, sio sawa baina ya waumini na makafiri. Faqala ta'ala: am naj'alu alladhina amanu wa 'amilus salihati kalmufsidina fil ardh am naj'alu almuttaqina kalfujjar. Allah subhanahu wa ta'ala akielezea kutokuwa sawa baina ya waumini na makafiri, kutokuwa sawa baina ya wenye kumcha na waovu wasiomcha. Ala, hivi tujalie wale walioamini wakafanya mambo mema, tuwafanye hao ni kama wenye kufanya ufisadi katika ardhi? Am naj'alul muttaqina kalfujjar, au tuwafanye
hao wenye kumcha Allah ni kama waovu wasiomcha. Ay la naf'alu dhalika, hatuwezi kufanya hivyo. Wala yastawuna inda Allah, wala hao sawa kwa Allah hao. قال وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى يثاب فيها هذا المتقي ويعاقب فيها هذا الفاجر. Ikiwa jambo lenyewe ni hivyo, hakuna budi min darin ukhra, kwamba kuna nyumba ya nyingine ya mwisho, yuthabu fiha hadha almuttaqi, atakapolipwa huyu mwenye kumcha Allah, wa yuaqabu fiha hadha alfajir, na kuadhibiwa katika nyumba hiyo ya mwisho hadha alfajir, huyu muovu. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء. وهذا الإرشاد mwongozo يدل العقول السليمة, hufahamisha akili zenye kusalimika, والفطر المستقيمة, na maumbili yaliyo sawa sawa, kwamba lazima kurudishwa watu baada ya kufa, wajazaa na kulipwa. وهذا الإرشاد يدل العقول السليمة والفطر المستقيمة على أنه لا بد من معاد وجزاء. kiakili pia, akili zilizosalimika zinafahamu hilo, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hakuwaumba watu bure bure, akawaamrisha baadhi ya mambo na kuyakataza na kuwakataza mambo mengine, halafu akawacha hivi hivi tu. Waliotekeleza amri wakawacha makatazo, na ambao hawakufanya hivyo hiyo ni sawa sawa. Hapana. قال فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك. tunamwona mtu dhalim, mali yake inazidi, watoto wake, starehe zake, na pia anakufa. wayamutu kadhalik. wanara almutia almadhluma yamutu bikamadihi. tunamwona mtu mwenye kumtii Allah, mwenye kudhulumiwa, anakufa bikamadihi, pamoja na huzuni zake hizo za kudhulumiwa. fala budda min hikmati fi hikmati alhakimi alalimi aladil alladhi la yadhlimu mithqala dharra min insafi hadha almadhlum min hadha adh-dhalim. kwa lazima kwa hikma ya hakim, mwenye hikma, mjuzi, muadilifu, ambaye hadhulumu hata wizani wa kitu kidogo, lazima insaf, kumfanyia uadilifu huyu aliyedhulumiwa kutokana na huyu aliyedhalim. hawezi mtu akadhulumiwa halafu asilipiziwe, na hawezi mtu akadhalim halafu asiadhibiwe kwa sababu ya dhulma zake. kwa lazima insafi hadha almadhlum min hadha adh-dhalim. وإذا لم يقع هذا في هذه الدار فتعين أن هناك دارا أخرى لهذا الجزاء والمواساة. isipotokea jambo hili hapa duniani, katika nyumba hii ya dunia, fata'ayyana anna hunaka daran ukhra, italazimu kuwa huku kuna nyumba nyingine ya akhira, lihadha aljazai walmuwasah, kwa ajili ya malipo haya. aliyedhulumu lazima na yeye alipwe kwa dhulma zake, na aliyedhulumiwa alipwe kwa sababu ya kudhulumiwa kwake. liyajzi alladhina asau bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bilhusna. وقال تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم
ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. hivi hawafikirii katika nafsi zao hivi alivyoumba Allah mbingu na ardhi na vilivyo baina yao, kwamba hajaumba vitu hivi isipokuwa kwa haki, wa ajali musamma, na kwa muda maalum. يقول تعالى منبها على التفكر في مخلوقاته الدالة على وجوده وانفراده بخلقها، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. Allah subhanahu wa ta'ala anaelekeza watu wafikirie katika viumbe vyake hivi vikubwa vinazofahamisha uwepo wake Allah na upekee wake, alivyokuwa ameumba yeye peke yake viumbe hivyo, na kuwa hapana mola mwingine isipokuwa yeye, wala rabba siwa, hakuna mola asiyekuwa yeye. Faqala ta'ala awalam yatafakkaru fi anfusihim, kwa nini hawafikirii katika nafsi zao? Yani bihi an-nadhar والتدبر والتأمل لخلق الله عز وجل الأشياء من العالم العلوي والسفلي وما بينهما من المخلوقات المتنوعة والأجناس المختلفة. kwa nini hawaangalii na kufikiria vizuri kuumba Allah, jinsi Allah subhanahu wa ta'ala alivyoumba vitu hivi vya ulimwengu wa juu na wa chini, wa ma bainahuma, na vilivyo baina yao, minal makhluqati almutanawwi'a, katika viumbe mbalimbali, wal ajnasi almukhtalifa, na jinsi zenye kutofautiana. Fayalamu annaha ma khuliqat suda wala batila, hivyo wafikirii kisha wakajua kwamba viumbe hivi havijaumbwa bure bure tu, wala havijaumbwa kwa batil, bal bil haqi, bali Allah ameviumba kwa haki. Wa annaha muajjala ila ajalin musamma wa huwa yaumul qiyama, na kwamba viumbe hivi vimewekewa muda maalumu, nao ni siku ya kiyama. ولهذا قال تعالى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. lakini watu wengi wanakufuru kukutana na Mola wao. wa inna kathiran minan nas biliqa'i rabbihim lakafirun, hakika watu wengi wanakufuru kukutana na Mola wao. Kwa hiyo ndio maana wanafanya wanavyotaka hapa duniani, wanadhulumu na kufanya maasi, kwa sababu hawaamini kwamba kuna kulipwa huko na kuna kurejeshwa katika uhai baada ya kufa, na kulipwa mtu amali alizozifanya duniani, in khairan fa khairun wa in sharran fa sharrun. Hao Mayahudi jinsi wanavyonyanyasa Waislamu kule Palestina ni kwamba hawaamini kwamba watakuja fukuliwa kisha kufa na kulipwa dhulma ile na unyanyasaji wanaofanya. Hawaamini, ndio maana wakafanya vile. Kama wanaamini hivyo wasingefanya unyanyasaji wanavyonyanyasa watu kule Waislamu, mpaka watoto. Lakini kwamba hawaamini kufufuliwa. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال تعالى خلق الله السماوات والأرض بالحق، الله ameumba mbingu na ardhi kwa haki، أي للحق وإظهار الحق لا على وجه العبث واللعب. ameumba mbingu na ardhi kwa ajili ya haki na kwa ajili ya kuidhihirisha haki, si kwa njia ya mchezo. inna fi dhalika la aya
lilmu'minin, katika hilo la kuumbwa viumbe hivyo vikubwa kuna ufahamisho kwa waumini, ala annahu ta'ala almutafarridu bilqadar walkhalqi wattadbir walilahiyya. Kuna kuwafahamisha waumini kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kupwekeka kwa makadirio na kuumba na kufanya viumbe vyake, na ustahiki wa kuabudiwa ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. وقال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق أي بالعدل. الله ameumba mbingu na ardhi kwa uadilifu. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون, na ili ilipwe kila nafsi ilipwe kwa vile ilivyofanya. وهم لا يظلمون, na hawatadhulumiwa. Wama rabbuka bidhallamin lilabid, kila mtu atalipwa kwa amali aliyoifanya bila kudhulumiwa kitu chochote. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا, hakuna nafsi yoyote itakayodhulumiwa kitu chochote. Kila mtu atalipwa kwa vile alivyofanya duniani, hakuna dhulma huko. وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق, hatujaumba mbingu na ardhi na vilivyo baina yao isipokuwa tumeumba kwa haki na kwa uadilifu. Ay la ala wajhi al-abathi wal-la'ibi, si kwa njia ya mchezo. Wa ajalin musamma, na kwa muda maalumu. Ay wa ila muddatin muayyana madhruba, yani yawm al-qiyamah, kwa muda maalumu uliowekwa ambapo ni siku ya kiyama. Wa huwa al-ajal alladhi tantahi ilayhi as-samawati wal-ardh, huo ndio muda ambapo zitamalizika hizi mbingu na ardhi. Wa huwa al-isharatu ila fanaihima, na hilo ni kuashiria kumalizika kwa mbingu na ardhi. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى, hivi anadhania mtu kuachwa bure bure. قال السدي يعني لا يبعث, يعني hatafuliwa. أيحسب الإنسان أن يترك سدى, hivi anadhania mtu kuachwa tu bure bure bila kufuliwa. وقال مجاهد والشافعي وعبد الرحمن بن زيد ابن أسلم يعني لا يؤمر ولا ينهى, hivi anadhania mtu kuachwa bure bure, haamrishwi mambo fulani na hakatazwi mengine. Hapana, lazima kuna mambo anaamrishwa ayatekeleze, kuna mambo anakatazwa ajiepushe nayo. Ndiyo hikma ya kuumbwa watu. قال ابن كثير رحمه الله والظاهر أن الآية تعم الحالين، أي ليس يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في قبره سدى لا يبعث. الظاهر kwamba aya inakusanya inaenea hali zote mbili. Ay laysa yutraku fi hadhi dunya muhmala, hawachi hapa duniani mtu kwa kuachwa tu. La yu'maru wala yunha, haamrishwi na hakatazwi. Wala yutraku fi qabrihi suda la yub'athu, wala hatawachwa katika kabri yake bure bure bila kufuliwa. Bal huwa ma'murun manhiyun fi dunya mahshurun ila Allah fi dar al-akhirah, bali mtu anaamrishwa hapa duniani, anakatazwa mambo mengine, na atakusanywa kwa Allah katika nyumba ya akhira kwa ajili ya malipo ya aliyoyafanya, amali alizozifanya hapa duniani. ndio al-aya ta'ummul halaini. Ibn Kathir rahimahullah sema aya hii inakusanya, inaenea zote hali mbili, kwamba hapa duniani
hakuumbwa na kuletwa bure bure tu asiamrishe mambo na kukatazwa mengine, na huko katika kabri pia si kwamba ataachwa bure bure bila kufuliwa. Al-ayatu ta'ummu al-halaini ayahsabu al-insanu an yutraka suda. قال بل خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه عز وجل بما شرعه على ألسنة رسله وأنزل به كتبه. بل الله سبحانه وتعالى amewaumba viumbe ili wamwabudu, wampwekeshe yeye kwa kumwabudu azza wa jalla, bima shara'ahu, kwa ibada alizoziweka yeye, ala alsinati rusulihi, kupitia ndimi za mitume wake, wa anzala bihi kutubah, na akateremsha vitabu vyake kwa ibada hizo. بل خلق الله تعالى الخلق ليعبدوه عز وجل بما شرعه على ألسنة رسوله وأنزل به كتبه ومع عبادتهم إياه لا يشركون بعبادته أحدا كائنا من كان. na pamoja na wao kumwabudu Allah peke yake wasimshirikishe na yeye yoyote katika ibada zake, kaina man kan, vyovyote alivyo huyo. Yeye ndiyo pekee anayestahili kuabudiwa, vingine vyote havistahili kuabudiwa. ومع عبادتهم إياه لا يشركون بعبادته أحدا كائنا من كان. wasimshirikishe yoyote katika kumwabudu Allah vyovyote alivyo huyo yoyote. Bal bil ilahiyya yufriduhu, bali kwa kumwabudu yeye peke yake wampwekeshe yeye, duna ma siwa, kinyume cha asiyekuwa yeye. Yote vinavyoabudiwa min dunillah havistahiki kuabudiwa, vinaabudiwa kwa batil. dhalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma yad'un min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir. yeye peke yake ndiye anayeabudiwa kwa haki, vingine vyote vinaabudiwa lakini si kwa haki, ni kwa batil, havistahiki kuabudiwa. afaman yakhluqu kama la yakhluqu, hivi anayeumba ni kama asiyeumba? Muabudu vitu hata haviumbi. Anayeumba kila kitu ndiyo mstahiki wa kuabudiwa. qala faman abada Allah ta'ala 1000 sana thumma ashraka bihi lahdha min al-lahdhat wa mata ala dhalik habita jami'u amalihi wa sara haba'an manthura. mwenye kumwabudu Allah miaka 1000, akapewa miaka 1000 anamwabudu Allah, thumma ashraka bihi lahdha min al-lahdhat, kisha akamfanyia ushirikina Allah, ushirikina mkubwa kitambo kidogo tu katika lahdhat, wa mata ala dhalik, akafa pamoja na ushirikina huo, habita jami'u amalihi, thawabu za amali zake zote zitaporomoka hapo kwa ushirikina huo aliofanya kitambo kidogo tu. habita jami'u amalihi, thawabu za amali zake zote za miaka 1000 zitaporomoka. wasara haba'an manthura, itakuwa ni vumbi tu linalotawanywa. haithu ashraka ma'a Allahi fi ibadatihi, wakati alimshirikisha katika pamoja na Allah katika kumwabudu. man huwa mithluhu makhluqun liibadati Allahi azza wa jalla, alimshirikisha na Allah mtu ambaye au kiumbe ambaye ni kama yeye, kimeumbwa kwa ajili ya kumwabudu Allah azza wa jalla. Kwa hiyo ushirikina unafuta thawabu, ushirikina mkubwa unafuta thawabu za amali za miaka yote aliyoishi mtu. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Allah anamwambia mtume wake, umeshapewa wahi wewe na waliokuwa kabla yako kwamba ukifanya ushirikina mkubwa
thawabu za amali zako zote zitaporomoka, zitafutika, itakuwa zero, na utakuwa katika wenye kupata hasara. Ushirikina mkubwa unafuta thawabu zote za amali alizozifanya mtu miaka yote aliyoishi. Katika suratul An'am Allah alipotaja baadhi ya mitume wake, mwisho akasemaje? walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun, lau wangefanya ushirikina mitume hawa zingeporomoka thawabu za amali zote walizokuwa wakifanya mitume hao. Naam, 18 katika aya hizi. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون, hatukuwaumba majini na watu isipokuwa nipwekeshe mimi kwa kuniabudu. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أي إلا لأمرهم لآمرهم أن يعبدوه وأدعوهم لعبادته. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه أكفسر إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم أن يعبدوه وأدعوهم لعبادته. sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya kuwaamrisha wanipwekeshe mimi kwa kuniabudu, wa ad'uwahum liibadati, na liwalinganie waniabudu mimi. yuayiduhu qawluhu ta'ala wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. inatilia nguvu tafsiri hii Ali ibn Abi Talib illa liamurahum an ya'buduhu. yuayiduhu qawluhu ta'ala wama umiru illa liya'budu ilahan wahida, watu hawajaamrishwa isipokuwa wameamrishwa wamwabudu Mola mmoja, la ilaha illa hu, hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, subhanahu amma yushrikun, kutakasika na yeye Allah na hivyo wanavyomshirikisha. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله تعالى إلا ليعبدون إلا ليقروا بعبادتي طوعا أو كرها, sikuwaumba watu na majini isipokuwa wakiri wakubali kuniabudu طوعا أو كرها, kwa khiari au kwa nguvu. وهذا اختيار ابن جرير, hili ni chaguo pia la Ibn Jarir, pia amefasiri hivi. وقال ابن جريج ومجاهد إلا ليعرفون, isipokuwa wanijue mimi na wanikubali. وقال الربيع بن أنس أي إلا للعبادة طوعا أو كرها, sikuwaumba majini na watu isipokuwa kwa ajili ya ibada, uniabudu mimi طوعا أو كرها, kwa khiari au kwa nguvu. zote hizi tafsiri za maulama wakifasiri illa liya'budun. وقال السدي من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع, kuna katika ibada ambazo zinafaa na kuna katika ibada ambazo hazifai. من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع, kuna katika ibada ambazo zinafaa na kuna katika ibada ambazo hazifai. قال ليعرفون معناه أي يقرون يعترفون, wanikiri na kunikubali. tafsiri ya Ibn Jurayj wa Mujahid illa liya'rifun ay ya'tarifunani wa yuqirrunani, wanikiri na kunikubali. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله, ukiwauliza nani aliyeumba mbingu na ardhi wanasema ni Allah. فهذا منهم عبادة, hii kwao ni ibada. ولا ينفعهم مع الشرك, wala haitawafaa hiyo ibada hiyo pamoja na ushirikina. فهذا منهم عبادة أي هذا الإقرار, hii kwao ni ibada
wala yanfauhum ma'a shirki, wala haitawafaa ibada hiyo pamoja na ushirikina. Nafsi ya kukiri tu kwamba aliyeumba mbingu na ardhi ni Allah, tauhidur rububiyya, sasa ibada hiyo haitawafaa ma'a shirki, pamoja na ushirikina. Wala hii haikuwaingiza kwenye Uislamu kukiri tauhidur rububiyya, kwa sababu walipinga tauhidul uluhiyya. wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Kwa washirikina hawa wa zamani walikiri kwamba Allah ndiye muumbaji wa kila kitu, mbingu, ardhi na kila kitu, lakini walikataa tauhidul uluhiyya, wakabaki katika ushirikina wao. Fahadha minhum ibada wala yanfauhum ma'a shirki, hainufaishi ibada hiyo ya kukiri hivyo pamoja na ushirikina. Waqala Allah almuradu bidhalika almu'minun, muradi wa hiyo ni waumini. انتهى كلامه. قال من تفسير ابن كثير وقال الكلبي والضحاك وسفيان هذا خاص لأهل طاعته من الفريقين. hii inawahusu watu wanaomtii Allah katika makundi mawili. yadullu alayhi qira'atu ibn Abbas wama khalaqtul jinna wal insa minal mu'minin illa liya'budun. Inafahamisha hivyo kwamba hii ni kwa watu wa makundi mawili. Hufahamisha hilo qiraa cha ibn Abbas, wama khalaqtul jinna wal insa minal mu'minin illa liya'budun, sijawaumba watu majini na watu katika waumini isipokuwa wanipwekeshe mimi. ثم قال في آية أخرى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وقال بعضهم وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي والأشقياء منهم إلا لمعصيتي. tuliwaumbia jahannam wengi katika majini na watu. walaqad dhara'na li jahannama kathiran min aljinni wal ins, tuliwaumbia jahannam wengi katika majini na watu. وقال بعضهم وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي, sijawaumba watu wema katika majini na watu isipokuwa kwa ajili ya kuniabudu mimi. wal ashqiya minhum illa limaasiyati, na sijawaumba watu waovu katika wao isipokuwa kwa ajili ya kuniasi. qala wa hadha maana qawli Zaid ibn Aslama qala hum ala ma jubilu alayhi min ash-shaqawati was-saada, watu watakuwa juu ya vile walivyoumbiwa katika uovu na wema. Waovu watafanya mambo maovu na wema watafanya mambo mema. Waqila maanahu illa liyakhda'u li wa yatadhallalu, sikuwaumba majini na watu isipokuwa waninyenyekee mimi na kunidhalilikia. maanahu illa liyakhda'u li wa yatadhallalu. wa maana al-ibada fi al-lugha التذلل والانقياد, معنى عبادة katika lugha ni kujidhalilisha na kumfuata Allah. فكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله ومتذلل لمشيئته, kila kiumbe katika majini na watu ni wenye kunyenyekea qadha ya Allah, hukumu ya Allah, na wenye kudhalilika kwa kutaka kwake Allah. ولا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق عليه قدر ذرة. ولا يملك أحد لنفسه خروجا عما خلق عليه قدر ذرة من نفع ولا ضر. hakuna yoyote anayemilikia nafsi yake kutoka na vile alivyoumbiwa, kutoka nje ya vile alivyoumbiwa kiasi cha dharra, kitu kidogo, min naf'in wala dhurri. wala yamliku ahadun li nafsihi khurujan amma khuliqa alayhi, hakuna yoyote anayeweza kuimilikia nafsi yake
kutoka nje ya vile alivyoumbiwa, qadra dharra, kiasi cha kitu kidogo, kutoka min naf'in wala dhurrin, katika manufaa au madhara hawezi. Kila mtu anaumbwa na kutekeleza kwa vile alivyoumbiwa, atafanya hivyo. Waqila illa liya'budun ay liwahidun, sikuwaumba majini na watu isipokuwa wanipwekeshe mimi. Fa amma almu'minu fayuwahiduhu fi shiddati warraha, ama mu'min atampwekesha Allah katika hali ya shida na raha. Wa amma alkafiru fayuwahiduhu fi shiddati walbala duna an-ni'mati warraha, ama kafiri atampwekesha Allah katika shida na balaa, duna an-ni'mati warraha, kinyume cha wakati wa neema na raha anamsahau Allah. Bayanuhu qawluhu ta'ala فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين, wakipanda katika majahazi wanamuomba Allah hali ya kumtakasia yeye dua awasalimishe na majanga ya baharini. Lakini watakaposalimishwa wanamshirikisha Allah. قال من تفسير البغوي رحمه الله تعالى: قلت وهذه الأقوال في هذه الآية وإن كانت متقاربة والآية تسع جميعها أرجحها الأول. أسمى الشيخ رحمه الله حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله أنا سمى قوله زوجة كتك آية هي اختلاف أقواله زوجة كتك آية هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وإن كانت متقاربة japokuwa zinakurubiana kauli hizo. Wal ayatu tas'u jami'aha, aya hii inakundukia kauli zote hizo. Lakini arjahuha al-awwal, kauli yenye nguvu kuliko hizo zote ni kauli ya mwanzo, wa huwa qawlu amiril mu'minin Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu: illa li'amurahum wa ad'uwahum li'ibadati. hii ndiyo kauli yenye nguvu zaidi fi qawlihi ta'ala illa liya'budun, ay illa li'amurahum an ya'buduhu wa ad'uuhum li'ibadatihi. يؤيده قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا سبحانه لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. تفسيره علي بن أبي طالب inatiliwa nguvu na aya hii, wama umiru illa liya'budu ilahan wahida, hawajaamrishwa watu isipokuwa wamwabudu Allah mola mmoja, la ilaha illa hu, hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, subhanahu amma yushrikun, kutakasika kwake na hivyo wanavyomshirikisha navyo. Wa qawluhu ta'ala wama umiru illa liya'budu Allah مخلصين له الدين حنفاء، الآية وغيرها من الآيات. تفهمون؟ كما قال والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.